Kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo Young African dhidi ya Simba Sport, mchezo ambao utachezwa Juni 25 mwaka 2025. Afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara Karim Boimanda ametoa maelezo namna ambavyo itakavyokuwa Jumatano baada ya mechi ya Simba ya Yanga dhidi ya Simba Sport. Na moja ya kitu ambacho amekizungumza ni kuhusiana na baada ya mchezo huo kutamatika ni kwamba mchezo huo kutakuwa na sherehe za kukabidhi kombe cha ubingwa wa msimu wa mwaka 2024-2025 wa ligi kuu Tanzania bara. Karim Boimanda huyu hapa akizungumza zaidi. Hapa kuna taarifa rasmi kuhusiana na mchezo namba 184 kwamba unakwenda kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kesho kutwa Juni 25 kuanzia majira ya saa 11 jioni. Hii ni taarifa ambayo tunatamani iwafikie wadau wafahamu hivyo na waendelee, kila mmoja aendelee na maandalizi kuelekea mchezo huo. Lakini mbali na mchezo huo wa ligi ambao ndio mchezo pekee umesalia baada ya kuwa tumetamatisha mizunguko 30, ukiwa umesalia huo mchezo mmoja, tutoe taarifa rasmi pia kwamba baada ya kutamatika kwa mchezo huo kutakuwa na sherehe za kukabidhi kikombe cha ubingwa kwa bingwa wa ligi kuu ya NBC msimu wa 2024-2025. Tumekuwa na msimu bora sana. Ushindani umekuwa kiwango cha juu ambao mimi sipaswi kutumia nguvu nyingi kuuelezea. Kitendo cha kwamba tumeshamaliza mizunguko 30, tuna mchezo mmoja ambao uliahirishwa na kwamba bado hatuna bingwa, na timu mbili zinazokwenda kupambana katika mchezo huo zinatofautiana alama moja, ni kithibitisho kwamba tumekuwa na msimu wenye ushindani mkubwa. Sasa tuna thamani ya tarehe 25 imeongezeka maradufu. Mchezo wa dabi ya Kariakoo wenyewe peke yake ukisimama umekuwa na mvuto mkubwa, umekuwa ukivutia watu wengi kutoka ndani na nje ya nchi. Lakini sasa tuna tukio la kukabidhi kikombe cha ubingwa ambalo lenyewe ni tukio kubwa na lenye mvuto, likivutia watu pia kutoka ndani na nje ya nchi. Sisi sherehe zetu za ubingwa si sherehe ndogo ndogo, ni sherehe kubwa sana. Kwa hiyo matukio haya mawili sasa yanakwenda kutengeneza tukio moja ndani ya siku moja, na ndio sababu tumeona tuwaite leo ili tuwaeleze namna ambavyo tunaendea matukio hayo makubwa. Catherine Chami kutoka Ncard ametoa fafanuzi kuhusu tiketi ambazo zilitumika Juni 15 kabla ya mechi kuahirishwa na kupangwa siku nyingine ambayo ni Juni 25. Huyu hapa. Kwa jina naitwa Catherine Chami kutoka Ncard. Kuna jambo moja la kadi ambazo mashabiki wetu walikata tiketi zikatumika siku ya mechi iliyoahirishwa tarehe 15. Kwa tiketi zile zote, wale ambao walikata tiketi zao wakaingia uwanjani, Ncard huwa tuna utaratibu wa ndani, utaratibu maalum unafanyika kwa ajili ya kufanya reverse kadi zote ambazo zilitumika ili ziweze kutumika tena. Kwa hiyo kwa wale ambao mashabiki walikuja ile siku wakaingia uwanjani, kadi zao zilifanyiwa uhakiki getini, kadi zile zitatumika tena. Lakini kwa upande wa wale waliopoteza kadi zao, nitoe rai kwa mashabiki wetu wote Tanzania nzima ambao wamepoteza kadi zao, wanaweza kuja kwenye ofisi zetu za ubalozi wa Ufaransa tuweze kufanya swap ticket. Zile kadi tutaziswapu alafu zitatumika tena. Lakini kwa wale ambao hawajui namba zao walizokuwa wamesajilia zile kadi, ni vizuri wakawa na uhakika wa kadi namba waliokuwa wameitumia kwenye kusajili kadi ni kadi sahihi, namba sahihi, ili atakapokuja kufanywa ticket swapping iwe ameswapiwa tiketi yake sahihi. Maana anaweza kaja na namba ambayo si aliyonunulia tiketi, ile haiwezi kukubali. Lakini kama ni namba yake ile ya simu ambayo alinunulia nayo ile kadi akanunulia tiketi, kadi ile itatumika. Kwa hiyo atakachokuwa anakitumia, atakachokitoa pale ni 1000 tu ya kununua kadi, lakini tiketi yake itakuwa iko salama. Kuna wale ambao hawajanunua tiketi kabisa. Mpaka sasa hivi tiketi bado zipo. Kwa hiyo VIP A ishaisha, VIP B tiketi zimebaki chache sana. Kwa hiyo nitoe rai kwa mashabiki wetu. Kwa hiyo Orange, VIP C na mzunguko tiketi bado zipo. Kwa hiyo watembelee
maduka yetu yote ya TTCL Tanzania nzima ambako mechi ya NBC zinacheza watapata huduma kwenye ofisi zile za TTCL. Lakini kwa hapa Dar es Salaam tiketi zinapatikana kwa mawakala wetu wa NBC wote Tanzania nzima, lakini pia zinapatikana kwa mawakala wetu wa ndani ambao Yanga watainisha vituo vyao ambako vinatamkwaga kwenye mechi zote. Wakienda kule huduma inapatikana. Kwa upande wa siku ya mechi, gate D na gate A kutakuwa na deski maalum pale kwa ajili ya watu watakaokuwa wanafanya swap ticket pale nje. Lakini kwa baadhi ya maeneo, tuseme kituo cha posta TTCL pale, tutapeleka post maalum kwa ajili ya kufanya hiyo swap ticket na ubalozi wa Ufaransa. Maana ile ni issue ambayo inatakiwa ifuatiliwe kwa ndani. Hatuwezi kuruhusu kila post ifanye hiyo swap ticket. Kwa hiyo hivyo vituo ambavyo nimeviainisha hapo, TTCL shop, makao makuu pamoja na ofisi ya ubalozi wa Ufaransa, gate A na gate D zitakuwa zinafanya hiyo huduma kwa siku ya mechi. Lakini hizi siku nyingine zote mtu kama ana kadi yake ameipoteza, yeye aje pale ubalozi wa Ufaransa, tutafanya swap ticket. Lakini pia kwenye ofisi ya TTCL Posta na ofisi ya TTCL Kijitonyama tutaziwezesha hizo ili ziweze kufanya hiyo huduma. Funika Africa Investment, wauzaji wa mabati ya plain na chenga wanakuletea bidhaa ya mabati ya migongo mipana, migongo midogo, bati ya kigae, bati ya Roman tile, kofia na misumari. Pia Funika Africa Investment tunatengeneza bati ya vipimo maalum. Bati zetu zina warranty ya miaka 10 bila ya kupauka, kutoboka na kupata kutu. Usafirishaji ni bure popote Tanzania. Ofa ya misumari ni kilo 10 bure. Wasiliana nasi Funika Africa Investment kwa mawasiliano 0712659511 au 0756532410. Tunapatikana Dar es Salaam Airport Road. Instagram Funika Africa Mabati, Facebook Funika Africa Mabati, au kwa barua pepe funikaafrica@gmail.com. Ukichagua Funika Africa umechagua maisha. Funika Africa, ukijenga tunafunika.